Yataka wewe mwenyewe sasa ujiweke katika utumishi, kuwatumikia watu. Sawa? Sayyidul qaumi khadimuhum, bwana wa watu ni mtumishi wao. Unafahamu? Ni wewe mwenyewe mwenye nafasi hiyo, wewe mwenyewe mwenye nafasi hiyo. Uwapate watu wakujenge kitasawuf, wapate watu wakujenge kitasawuf. Fahamu? Alafu huo una balance maneno. Kuna watu watakwambia, wana wewe taito yako, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa. Unapigiwa simu, mtu anaanza kukwambia, bwana, unajua wewe mtu mkubwa, kukupata tabu, una mambo mengi, una majukumu mengi. Sasa wewe jiweke kwenye nafasi ya utumishi. Natakiwa usikitike na uhuzunike kwamba kuna watu wanakosa huduma kwa wakati. Huduma hizo wanazihitaji kutoka kwako. Sasa amebahatika, amekupigia simu, umepokea simu. Hii ni kuonyesha kwamba alikuwa akikutafuta kwa muda mrefu, upatikani. Sasa umepatikana. Na yeye mwenyewe, bwana, wewe majukumu yako makubwa. Sasa msikilize, upatie huduma anayohitaji. Lakini wakati huo jiandae kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu uongozi ni masulia. Uongozi ni masulia. Watu wanasema, wewe unamtafuta shekhe wa mkoa, utampata kweli? Nataka bwana nimwalike shekhe wa mkoa tufuturu nyumbani, sijui nitampataje bwana. Mwingine anambia hawezi kumpata. Wewe shekhe wa mkoa nyumbani kwako, na majukumu sana yule. Hapana. Mwenyezi Mungu atusaidie, Mwenyezi Mungu atuongoze. Haya tunayapata wapi? Mtume anakaa na watu ambao Makureishi wanaona kwamba hastahili mtume kukaa na watu kama hawa. Sasa wewe utakuwa unamfuata nani ikiwa wewe huwezi kupata muda kukaa na mafukara, huwezi kupata muda kukaa na maskini, huwezi kutembea nao, huwezi kuwajulia hali majirani, kisa wewe ni mtu mkubwa, huwezi kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki kwamba wewe uko bize sana, ziara nyingi. Si unajua bwana, sina muda wa kupumzika, ziara zimenibana. Hapana. Wewe upo kwa ajili ya kuwatumikia watu. Upo kwa ajili ya kuwatumikia watu. Kwa hiyo hilo ulijue, ulitambue. Kuna watu wanahitaji kuzungumza na wewe kiongozi. Kuna watu wanahitaji kukueleza matatizo yao wewe kiongozi. Lakini kwao wanaona ni tabu, tutampataje? Sasa wewe usiwe ghali hivyo. Usiwe ghali hivyo. Haya tunajifundisha kutokana na alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
tunaishi vipi na watu, tunaishi vipi na makundi ya watu. Yale makundi maalum tunayapa umuhimu kwa kiasi gani? Tunayapa umuhimu, maana kuna makundi maalum ambayo hayo ndiyo yenye uhitaji, ndiyo makundi ambayo yanahitaji tuwe nayo karibu, tujue hali zao, tujue matatizo yao. Ndio maana ya uongozi na ndio maana ya kiongozi. Mimi hukutana na watu wakawa wao wenyewe wanaeleza, bwana, unajua shekhe, wewe hufai kutembea kwa miguu bwana. Tatizo nini bwana? Waislamu tupo. Tatizo nini bwana shekhe? Unatakiwa utembee na gari. Sawa bwana, nimekusikia. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Sisi tusiwe hivyo. Gari kama lipo tulipande. Sawa sawa. Na isiwe kule kukaa juu ya gari basi ikawa tabu kushuka kuwasalimia watu. Isije ikawa tabu kusimamisha gari na kuwajulia watu hali zao. Nini? Uko kwenye msafara. Msafara wa shekhe wa mkoa. Naam. Hapa maofisini wale watu wenye ofisi, wale ofisi ya mtu fulani, ofisi ya mtu fulani, tuzungumze vizuri na wale watu ambao wako pale, wako reception. Wale sisi tuwaelekeze. Anapokuja mtu ana shida na shekhe wa mkoa, nijiseme kabisa mwenyewe, basi unatakiwa uwe mwadilifu. Sio aina ya watu fulani ndio unaona umuhimu wa kumwambia shekhe, kuna fulani amekuja anahitaji kukuona. Lakini kabla ya huyo kuna wapo waliotangulia. Wewe ukawachukulia kwamba sasa huyu naye anataka aseme nini na shekhe wa mkoa. Sisi ndio tuwaelekeze kwamba mgeni wangu anapokuja ana shida na mimi, basi uwe mwadilifu, na yule atakayekuwa wa kwanza awe wa kwanza. Labda tu kutokee yani ule uhitaji ambao ni mkubwa kuliko, yani pengine huyu ana jambo lake ni la haraka mno, lisiposhughulikiwa kwa wakati huo basi mambo yataharibika. Iwe hivyo, lakini uadilifu upatikane. Mwenyezi Mungu anatuona, wanakuja watu hawapatiwi hata huduma ile sehemu nzuri wakae wakati wakisubiria kuonana na kiongozi. Anajikalia tu huko nje, mafahamu. Lakini wengine wakija tafadhali kaa hapa. Wengine hakuna kupewa huduma ya namna hiyo.
tuweni waangalifu sana. Haya tunajifundisha kutokana na nini? Na haya tunayaona katika muamala wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini sio maofisini tu, hata majumbani mwetu, Allahu akbar, Allahu akbar. Tunawapokeaje watu wenye udhaifu majumbani mwetu? Tunawapokeaje watu ambao wana majina makubwa, wana hali nzuri za kiuchumi, wanapokuja majumbani mwetu? Mwenyezi Mungu anatuona. Kwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa nafasi, manake kuna geti, halafu kuna mlinzi, wale walinzi wale tuwape maelekezo sisi kwamba mgeni anapokuja ni mgeni wangu, ananihitaji mimi, hakikisha ananipata. Lakini sio unatoa kabisa maelekezo. Mtu akija, kabla hujamuingiza ndani, nifahamishe kwanza ni wa kuingia au sio wa kuingia, aruhusiwe kuingia au asiruhusiwe kuingia. Mwenyezi Mungu anatuona. Mwenyezi Mungu anatuona. Kwa hiyo kuna watu ndio wenye haja na ndio wenye shida, na wewe Mwenyezi Mungu amekufanya ni wakala, na ndio maana huyo akatoka nyumbani kwake mguu mosi mguu pili, anakuja nyumbani kwako akuelezee tatizo lake. Wewe unamwambia mlinzi, huyo mwambie sipo, mwambie sipo. Nini? Hana dili lolote. Lakini amekuja mtu mwenye jina kubwa fulani, mwambie aingie ndani. Nini? Unataka kitu, yani unatarajia kwamba utapata kitu. Wale wenye kutaka kitu mwambie hayupo. Wale ambao unataka kitu kutoka kwao mwambie apitilize. Halafu katika maeneo ya kuwaweka watu, Mwenyezi Mungu anatuona. Wale mafukara wale tunawadharau, nasikia bwana, hatuwapi yale mapokezi mazuri. Tunaweza kawekwa store, alafu nini, uko ndani, uko unazungumza na waheshimiwa. Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho na kesho kutwa mtakuwa mabwana wakubwa. Haya muyachukue. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi, tukipata nafasi za kuwatumikia watu, sisi tuweni ni watumishi. Tuweni, maana kiongozi ni kuwahurumia wale unaowaongoza. Katika kuwahurumia unaowaongoza, wako ambao hasa wanahitaji kuhurumiwa. Kuwahurumia na kuwatumikia kwa upendo na kwa unyenyekevu. Twendeni katika kuandaa karamu, dhifa. Lakini twendeni tukaangalie alwalima. Ni chakula
kinachoandaliwa kwa munasaba wa harusi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anatuambia, sharru at-ta'am ta'amul walima yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Mahala pengine, sharru at-ta'am ta'amul walima yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilayha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wa faqad